Jambo na karibu wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Congo Post News. Tunakaribisha tena katika taarifa yetu ya habari ya mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kama itakuwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partage. Tunakaribisha tena katika taarifa yetu ya habari ya mchana, ambapo tutakuletea matukio mbalimbali kutoka mashariki mwa DRC, vile pembe zote za dunia. Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji, karibu katika taarifa hii yetu ya habari za mchana. Karibu. Tuende na habari kutoka mashariki mwa DRC, ambako mashirika mbalimbali pamoja na vyanzo vya ndani vinaendelea kueleza wasiwasi kuhusu hali ya usalama katika eneo la Rubaya wilayani Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Kwa mujibu wa madai yaliyotolewa, eneo hilo linadhibitiwa na M23 ambao serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwatuhumu kuwa wanaungwa mkono na nchi ya Rwanda. Linatajwa kushuhudia uchimbaji usiofuata taratibu za usalama, hali inayosababisha ajali ya mara kwa mara migodini. Taarifa hizo zinadai kuwa watoto ni miongoni mwa wanaohusishwa katika shughuli za uchimbaji wa madini, jambo linalozua wasiwasi mkubwa kuhusu ukiukwaji wa haki za watoto na sheria za kimataifa zinazokataza ajira za watoto katika kazi za hatari. Maporomoko ya udongo yanaripotiwa kutokea mara kwa mara, yakisababisha vifo vya wachimbaji wengi. Kwa mujibu wa madai, tangu kuanza kwa mwaka 2026 zaidi ya wachimbaji wa madini 100,000 wakiwemo watoto wamepoteza maisha kutokana na maporomoko ya migodi yanayohusishwa na uchimbaji usio rasmi na usiozingatia viwango vya usalama. Hata hivyo, idadi hii haijaweza kuthibitishwa kwa kujitegemea na vyanzo huru. Vile kuna madai kwamba wasi hao walazimisha baadhi ya wananchi kutoka maeneo ya Masisi, Kale na Nyiragongo kufanya kazi migodini. Wengine inadaiwa kuwa uvutwa na hadi ya kupokea franga za Kongo 1,100 au 100,000 wakati wa kujiunga, lakini baada ya kuanza kazi hawapati malipo yanayowaridhisha. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa migodi ya coltan ya Rubaya pamoja na migodi ya dhahabu ya Twangiza inaendelea kuwa muhimu mkubwa kiuchumi katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Serikali ya Kinshasa imekuwa ikidai kuwa mapato yanayotokana na biashara haramu ya madini yanachangia kufadhili shughuli za makundi yenye silaha na kuendeleza mapigano katika eneo la Kivu Kaskazini na Kivu Kusini au ukanda wa maziwa makuu. Kwa upande wake, Rwanda imekuwa ikikanusha mara kwa mara tuhuma za kuunga mkono waasi wa M23. Wakati huo mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yanaendelea kutoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchunguza kwa kina madai ya matumizi ya watoto migodini, ajira za kulazimishwa pamoja na biashara haramu ya madini, ili wahusika wawajibishwe na rasilimali za Kongo ziwanufaishe wananchi badala ya kuchochea vita. Hadi sasa hali ya usalama katika maeneo ya Rubaya na sehemu nyingine za Masisi inaendelea kuwa mbaya, huku maelfu ya wananchi wakikabiliwa na changamoto za kiusalama na kibinadamu. Tuende na habari toka mashariki mwa DRC, habari za siasa kuhusu vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC. Vyama vya upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimetangaza kuahirisha maandamano ambayo yalikuwa yamepangwa kufanyika katika siku za hivi karibuni. Badala yake, viongozi wa upinzani wameipa serikali muda hadi tarehe 15 Agosti ili kuanzisha mazungumzo ya kisiasa kuhusu masuala yanahitaji kupatiwa ufumbuzi wa haraka. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na viongozi wa upinzani, uamuzi wa kuahirisha maandamano umetokana na nia ya kutoa nafasi kwa mazungumzo na kutafuta suluhisho la amani kupitia njia za kisiasa. Wanasema kuwa ikiwa hakuna hatua madhubuti zitakazochukuliwa kabla ya tarehe hiyo, watarejea na hatua nyingine za kushinikiza madai hayo kwa mujibu wa sheria. Upinzani unaeleza kuwa mazungumzo hayo yanapaswa kujadili masuala muhimu yanayohusu utawala wa nchi, hali ya usalama katika maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mchakato wa kisiasa pamoja na kuboresha mazingira ya demokrasia na utawala wa sheria. Kwa upande wake, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijatoa tamko rasmi kuhusu muda uliowekwa na upinzani hadi wakati taarifa hii ilivyoandikwa. Hata hivyo, serikali imekuwa ikisisitiza mara kwa mara umuhimu wa kuheshimu sheria, kulinda utulivu wa wananchi na kutatua tofauti kupitia taasisi halali za jamhuri.
Wachambuzi wa masuala za siasa wanaona kuwa hatua ya kuahirisha maandamano inaweza kutoa fursa ya kupunguza mvutano wa kisiasa na kujenga mazingira mazuri ya mazungumzo. Hata hivyo, wanaonya kuwa mafanikio ya mchakato huo yatategemea utayari wa pande zote mbili kukaa mezani kwa nia ya kupata muafaka. Kuahirishwa kwa maandamano ni ishara ya kutoa nafasi kwa mazungumzo baada ya makabiliano. Sasa macho ya wananchi na wadau wa kisiasa yanaelekezwa kuelekea tarehe 15 Agosti ambayo upinzani umeweka kama mwisho wa kusubiri hatua kutoka serikalini. Hatua zitakazochukuliwa katika kipindi hicho zinaweza kuwa na mchango mkubwa katika mwelekeo wa hali ya usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako kundi la waasi la ADF limeendelea kuwa tishio kubwa katika eneo la mashariki mwa DRC, huko likiongeza maeneo yake ya operation ya kusogea katika maeneo mapya nje ya ngome zake za kawaida. Hayo ni miongoni mwa mambo makuu yaliyoibuliwa katika ripoti ya hivi karibuni ya Barometre Securitaire du Kivu ambayo inafuatilia hali ya usalama na matukio ya makundi yenye silaha katika eneo la Kivu na maeneo ya jirani. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ingawa idadi ya raia waliouawa na ADF mwezi Juni imepungua ikilinganishwa na mwezi uliotangulia, hali hiyo haimaanishi kuwa kundi hilo limepungua nguvu au tishio limeisha. Takwimu zilizotolewa zinaonyesha kuwa katika mwezi wa 6 angalau raia 62 waliuawa na wengine 57 walitekwa nyara katika mashambulizi yaliyohusishwa na waasi wa ADF. Idadi hiyo ni ndogo ukilinganisha na mwezi Mei, yani mwezi wa 5, ambapo zaidi ya raia 119 waliuawa katika mashambulizi na 36 walirekodiwa. Watafiti wanaeleza kuwa kupungua kwa matukio hayo kunaweza kuhusishwa na kupungua kwa operation ya kijeshi za Shujaa dhidi ya waasi katika maeneo mbalimbali. Hata hivyo, wataalamu hao wanaonya kuwa hali hiyo haipaswi kutafsiriwa kama kushindwa au kudhoofika kwa ADF. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, ADF imeendelea kupanua wigo wake wa harakati kutoka maeneo yake ya muda mrefu katika eneo la Beni, Kivu Kaskazini, na sasa uwepo wake unaripotiwa pia katika maeneo ya Wata na Wamba mkoani Otuele. Upanuzi huo unaongeza wasiwasi kwa sababu baadhi ya maeneo mapya ambayo kundi hilo limeonekana hayajafikiwa kikamilifu na mfumo wa ufuatiliaji wa usalama, jambo linaloweza kufanya mashambulizi yake kuwa magumu kufuatiliwa kwa mapema. Ripoti hiyo imetaja mashambulizi kadhaa yaliyofanyika mwezi wa 6 katika maeneo ya Mbau, Matiba na Mayongose katika eneo la Beni ambayo yalisababisha vifo vya watu kadhaa. Baadaye mashambulizi mengine yanayodaiwa kufanywa na ADF yalisababisha vifo vya zaidi ya raia 12 katika maeneo ya Beni na Mangina, kwa mujibu wa mamlaka za eneo na mashirika ya kiraia. Kwa Barometre Securitaire du Kivu, kupungua kwa idadi ya waanga katika kipindi fulani hakumaanishi mwisho wa hatari ya ADF. Kundi hilo bado limeendelea kubadilisha mbinu zake za kutafuta maeneo mapya za kujitanua. Wakati juhudi za kijeshi na kiusalama zikiendelea, wananchi katika maeneo yaliyoathirika waendelea kuitaka serikali kuongeza ulinzi na kuchukua hatua zaidi ili kuzuia mashambulizi dhidi ya raia. Baada ya kusikiliza matangazo yetu mbalimbali kutoka mashariki mwa DRC, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuongee moja kwa moja na habari za kimataifa. Karibu. Uingereza ina waziri mkuu mpya na ni waziri mkuu wa 5 katika muda wa miaka 4. Andy Burnham amemrithi Keir Starmer aliyetangaza kujiuzulu kwake mapema mwezi Juni kufuatia matokeo duni ya uchaguzi wa mitaa. Burnham anayechaguliwa kama mbunge mwezi uliopita alikuwa kiongozi wa chama tawala cha Labour Ijumaa wiki iliyopita. Yeye na Keir Starmer walimtembelea Mfalme Charles katika kasri la Buckingham mapema leo, wakati waziri mkuu anayeondoka akiwasilisha rasmi kujiuzulu kwake. Mfalme pia alimtaka Andy Burnham kuunda serikali mpya ya Labour. Burnham anasema kuwa atazingatia sera ya nyumbani zaidi na kuimarisha hali ya maisha kwa Uingereza. Katika hotuba yake ya kwanza kutoka Downing Street kama waziri mkuu, ameahidi uthabiti zaidi wa kisiasa.
I am acutely conscious. Nafahamu fika kwamba mimi ni mtu wa 6 katika muda wa miaka 10 kutembea katika barabara hii, waziri mkuu wa 7 tangu mwaka 2016. Kufanya wakati huu kwa wakati wa kutafakari na kuwa na ari mpya. Inahitaji kizazi chetu cha wanasiasa kuchukua fursa na kupambana na hali ya sasa. Uingereza inahitaji kuonyesha dunia kwamba tunaweza kuwa imara tena, na hiyo ndio changamoto yetu, kufanya siasa zetu ziwe bora. Najua watu nyumbani wamechoshwa na siasa. Nimewasikia na nataka kuwa mkweli kwenu. Hatujakuwa bora na tunahitaji kuwa bora. Akitoa hotuba yake ya mwisho kama waziri mkuu asubuhi ya leo, Keir Starmer alitetea utendakazi wake akiwa ofisini, ikiwemo sera ya masuala ya kimataifa. We face a world now where our enemies. Tunakumbana na dunia ambayo maadui zetu wanafanya kila wawezalo kutugawanya kwa sababu ya maadili yetu, uhuru wetu, na kwa kweli kwa sababu ya msimamo wetu kuhusu watu wa Ukraine. Na kwa hiyo ni muhimu kwamba tukumbuke ukuu wa Uingereza yote inayotuzingira. Tunapojadiliana jinsi ya kutatua shida zetu, kuna mambo tunayoyarithi kutoka kwa nchi yetu na tabia yetu yanayoweza kutupa ujasiri kwamba tunaweza kubadilisha nchi yetu kuwa bora zaidi. Na kabla ya kufikia hatua ya leo, waziri mkuu huyo mpya aliwania uongozi wa chama cha Labour mara 2 na kushindwa, na baadaye akawa meya wa eneo la Greater Manchester kwa miaka kadhaa. Agnes Penda anaangazia safari yake hadi kufikia alipo. Mzaliwa wa Liverpool, kijana Andy Burnham alipenda muziki na mpira wa miguu. Alichaguliwa kwa mara ya kwanza kama mbunge akiwa na umri wa miaka 31 na aliwahi kuwa waziri wa chama cha Labour. Mnamo mwaka 2010 aliwania uongozi wa chama hicho kwa mara ya kwanza, lakini akashindwa. Alijaribu tena miaka 5 baadaye na akapoteza tena, wakati huu akishindwa na Jeremy Corbyn. Alijiuzulu kama mbunge mnamo mwaka 2017 na akachaguliwa kuwa meya wa Greater Manchester. Wasifu wake na umaarufu uliongezeka wakati wa janga la corona. Hii si njia nzuri ya kuongoza nchi wakati wa tatizo la kitaifa. Akawa mbunge tena baada ya kushinda uchaguzi mdogo wa Juni mwaka huu. Kwa mbunge lilikuwa sharti kwake ili awe kiongozi wa chama cha Labour. Hatua yake ya mwisho hadi kuwa waziri mkuu. Na ili kufahamu zaidi tunaungana mubashara na mchambuzi Abdulaziz Jad akiwa London, Uingereza. Abdulaziz, karibu sana. Ukisikiliza hotuba ya waziri mkuu mpya leo, unaichukuliaje na inaashiria atakuwa kiongozi wa aina gani, ama uongozi wake utakuwa vipi? Asante sana. Hotuba yake kwa kiasi kikubwa imeleta imani na kuashiria tumaini jipya kwa chama cha Labour, kwamba kiongozi anakuja kuinusuru chama cha Labour na kuelekea katika miaka 2 iliyobaki ya muhula wa uchaguzi mpaka 2029, na amejikita zaidi katika sera yake ya ugatuzi, yani ya kupeleka madaraka mikoani, ambayo anategemea kwa kutumia sera hiyo ndio ataweza kufikisha huduma za jamii kwa wingi na kiurahisi zaidi kulinganisha na serikali zilizopita, na hatimaye kuweza kuinua uchumi wa nchi. Hilo ni upande wa ndani ya nchi, lakini vile vile anategemea zaidi kuhuisha na kuimarisha ulinzi na usalama nje ya mipaka ya Uingereza. Naam, Abdulaziz, Burnham pia ameteua baraza lake la mawaziri. Sasa hatua zake zimepokewaje na Waingereza, na ni mambo gani makuu anayotarajia ayanyooshe katika uongozi wake? Mpaka sasa hivi amepokelewa chanya kabisa na kuwa na imani kubwa zaidi katika wananchi wa kawaida, na vile vile tunaona baraza lake la mawaziri ambalo amelitangaza sio chini ya dakika 15 mpaka nusu saa iliyopita. Anajaribu kuweka sura za kuweka uwiano mawaziri waliopita na mawaziri wapya. Tayari ameshachagua waziri wa mambo ya nchi za nje, waziri wa mambo ya ndani, pamoja na waziri wa fedha, ambao ndio alitegemewa kuwa ndio namba 2 wa hapo. Tayari ni waziri ambao alipo mwandamizi na alijiuzulu katika kumshinikiza bwana Keir Starmer akae pembeni, ndio amemchagua bwana John Haley kuwa waziri wa fedha.
Naam, katika historia ya Uingereza inaonekana kwamba taifa hilo linakuwa likibadilisha mawaziri wakuu mara kwa mara. Sasa unadhani Barnum atadumu katika wadhifa wake? Mwanzo wake ni mzuri na ana sifa kwamba anaweza kuwasiliana vizuri na wananchi wa kawaida, sera zake na anaeleweka. Kwa hiyo ana mvuto, ana haiba, ana taswira nzuri, ana karisma nzuri. Kwa hiyo mwelekeo wa kwake ni mzuri, na hii ni kutumia demokrasia. Wananchi wanatumia demokrasia kwamba ikiwa kiongozi ameshindwa kutekeleza manifesto, ahadi za manifesto, kwa hiyo wanamweka pembeni na chama hakitokubali kuendelea na waziri ambaye ni mzigo mpaka kufikia mwisho wa uchaguzi. Kwa hiyo wanamweka pembeni. Kwa hiyo bwana Andy Burnham anakuja na tegemeo kubwa, lakini vile vile ana changamoto kubwa sana za upinzani wa vyama vya upinzani, kwa mfano chama cha Reform UK pamoja na Conservative. Kwa hiyo bado ana kazi kubwa. Kwa kifupi tu, uongozi wake unamaanisha nini kwa washirika wa Uingereza kimataifa na katika bara la Afrika, na pia tutarajia mabadiliko makubwa? Kwa kiasi kubwa hatutegemei mabadiliko makubwa, lakini utulivu, ile stability ndani ya nchi peke yake itapelekea heshima nje ya mipaka ya Uingereza, na vile vile kwa sababu anategemea kuimarisha ulinzi na usalama, kupandisha bajeti za ulinzi na usalama katika Ulaya pamoja na NATO. Kwa hiyo inategemewa Uingereza kuwa bado kupeleka taswira kwamba Uingereza ni kinara na mshiriki madhubuti katika uwanja wa kimataifa. Naam, asante sana. Utulivu, ile stability ndani ya nchi peke yake itapelekea heshima nje ya mipaka ya Uingereza, na vile vile kwa sababu anategemea kuimarisha ulinzi na usalama, kupandisha bajeti za ulinzi na usalama katika Ulaya pamoja na NATO. Kwa hiyo inategemewa Uingereza kuwa bado kupeleka taswira kwamba Uingereza ni kinara na mshiriki madhubuti katika uwanja wa kimataifa. Naam, asante sana. Nani hapo ndipo tunapohitimisha matangazo yetu habari ya mchana wa leo, ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, acha tena tuseme asante kwa kuendelea kuchagua Kongo Post News kama kituo chako chema na bora cha matangazo. Ni ana mazungumzo yetu ya kila siku, ni hakikisha tunakuletea habari sahihi inaanza kuaminika vile vile kwa muda mwafaka. Basi tukutane katika taarifa zetu za habari za jioni, ambapo mtafahamu nini kinachoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika eneo la mashariki mwa DRC ambako kunaendelea vita kati ya makundi mbalimbali ya waasi waipambana na jeshi la serikali ambao wanaungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Asante, chao.